na kama nilivyosema, mimi nitawasilisha hapa maazimio ya kikao cha kamati kuu maalum ya chama cha ACT Wazalendo iliyokutana tarehe 3 Mei mwaka 2026. Kamati kuu ya ACT Wazalendo imekutana kwenye kikao cha dharura kilichofanyika jana tarehe 3 Mei mwaka 2026 katika ukumbi wa Hakainde Hichilema uliopo katika jengo la Maalim Seif, makao makuu ya chama hapa Dar es Salaam, kwa ajili ya kutathmini hali ya kisiasa nchini. Pamoja na mambo mengine, kamati kuu ya chama ilifanya tathmini ya kina ya muhtasari wa ripoti ya tume ya Jaji Chande kuhusu mauaji ya raia Oktoba mwaka 2025 na kuazimia mambo kadhaa. Kamati kuu ilizingatia kuwa tukio hili ni moja kati ya matukio makubwa yaliyotokea kwenye nchi yetu ambayo hatuna historia ya kutokea matukio mazito kama haya, ambapo watu wanauawa, wanapigwa risasi kwa maelfu, na katika siku ambayo Watanzania wana nafasi ya kuchagua uongozi wao. Ilikuwa ni kielelezo cha kiwango cha kufifia kwa demokrasia na haki za kiraia kwenye taifa letu. Na kwa hiyo kamati kuu ACT Wazalendo, kwanza tunaendelea na msimamo wetu wa kuikataa tume ya Jaji Chande na ripoti yake. Kama ambavyo tulieleza kabla, tume hii iliundwa kwa ajili ya kuwasafisha, kwa maana ya kusanitize wahusika na wauaji wa Oktoba 2025 badala ya kuwawajibisha. Msingi wa ACT Wazalendo kuikataa tume hii ni kuwa ilikuwa ni tume inayokwenda kujenga mazingira ya kuwasafisha waliohusika na matukio ya mauaji kuliko kwenda kutafuta suluhisho na kuwajibisha wale ambao wamehusika na mambo haya. Sababu kubwa ambazo zinatufanya tuikatae ni moja, ripoti au tuikatae ripoti hii ni moja, ripoti inawalinda wahusika wa mauaji. Hata ukitumia takwimu za tume, kwa maana ya watu waliouawa kuwa ni zaidi ya 518 kama tume ilivyosema, ambazo hata hivyo zinatia mashaka makubwa, kwa sababu wote tunafahamu namna ambavyo takwimu hizo zinavyojikanganya zikitaja namba kwa mikoa tofauti tofauti, lakini ukweli kwamba katika kipindi cha mauaji mitandao ilizimwa na mawasiliano yalikuwa na shida kubwa. Kwa hiyo kupata taarifa sahihi juu ya nani hasa walihusika katika mazingira ambayo sehemu kubwa ya jamii ilikuwa inapenda kuwepo kwa tume huru ya kuchunguza, inatoa picha kwamba taarifa hii ni ndogo kati ya eneo kubwa sana ambalo au tatizo kubwa tulilokuwa nalo katika kipindi cha mauaji haya ya Oktoba 29. Haingia akilini kwa nini tume imeshindwa kutumia japo takwimu hizo ili kutoa wito wa vyombo vya ulinzi na usalama kuwajibika. Hatujawahi kuwa na tukio ambalo mauaji yanafanyika ya raia na watu zaidi ya 518 tume nasema wameuawa, na then kukawa hakuna mtu anayewajibika. Tume imetumia muda mrefu kuchunguza picha walizoziita ni za AI zilizoonesha maiti ambao walikuwa wamezagaa kwenye mahospitali, wamebebwa kwenye malori na kuthibitisha kwamba sizo. Lakini haikutumia muda japo kidogo sasa kuhangaika na kwamba watu hawa waliouawa na nani. Hili ni jambo ambalo linashangaza na kuondosha kabisa dhana kwamba tume hii ilikuwa ina malengo ya kututoa hapa tulipo kwenda mbele. Lakini jambo la pili, tume inatia hatiani wananchi kwa kubadili malalamiko yao halali kuwa vurugu zilizopangwa. Yaani tume inaeleza vyanzo vya kile kilichotokea. Katika kile ambacho wanakiita ni vyanzo, wanataja mambo matano makubwa sana. Wanataja matukio ya utekwaji wa raia, malalamiko juu ya kutoshughulikiwa kwa mifumo ya uchaguzi kwa maana ya haki ya raia kuchagua viongozi wao, wanataja malalamiko ya kutobadilishwa kwa katiba ya nchi hii na mambo mengi sana basic, na kwamba haya ndio ambayo yamekuwa ndio vyanzo vya kile kilichotokea. Lakini tume ghafla inakwenda kutaja kwamba inakwenda kuwashushia lawama hao walioandamana na kuwaita watia vurugu. Yaani una basics
una vyanzo ambavyo ni bora, vyanzo ambavyo ni logical, lakini wanaporeact wanaitwa watia fujo. Tume inawaita waandamanaji ni watu waliokuwa wamebeba silaha. Unajiuliza, tume haina ripoti ya silaha gani zimekamatwa. Yaani watu wale waliokamatwa, kama walikuwa na bunduki, basi bunduki kiasi gani zimekamatwa na aina zipi za silaha ambazo zilikamatwa. Badala yake inawaweka kwenye accusation side, watu waliouawa, watu waliojeruhiwa, jambo ambalo sisi tunaona kwamba linatia doa kubwa sana ya dhamira hasa ya kuundwa kwa tume hii. Lakini jambo la pili, tume inapuuza dhulma ya uchaguzi kuwa chanzo kikuu cha mgogoro, na badala yake inahitimisha kuwa maandamano ya Oktoba 2025 yalipangwa na kufadhiliwa. Tume imekwepa ukweli kwamba kuanzia mwaka 2019 wananchi hapa nchini walishuhudia matukio ya uchaguzi yakigeuka zoezi la uchaguzi kuwa ni zoezi la matumizi ya nguvu za dola kupoka mamlaka ya wananchi. Mwaka 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu, mwaka 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu. Jambo ambalo leo Watanzania hakuna anayejivunia kwamba yeye ndio anayeamua nani ni mbunge wake, yeye ndio anayeamua nani ni diwani wake, yeye ndio anayeamua nani ni rais wake. Na kwamba hili ni jambo ambalo limefanyika baada ya maisha ya mfumo wa vyama vingi wa zaidi ya miongo mitatu, ambapo Watanzania walianza kufurahia haki yao ya kuchagua viongozi. Ghafla wameingia kwenye kiza, wakipokwa mamlaka yao, na kukiongezeka matumizi makubwa ya vyombo vya dola kwenye uchaguzi, na watu wengi kuwa wamejeruhiwa. Na kwamba haya ni mambo ambayo yalifanya wananchi waanze kutilia wasiwasi juu ya haki yao kama raia kuchagua viongozi wao. Tumekwenda kwenye uchaguzi huu, taifa lilikuwa limegawanyika. Kila mtu alikuwa anajua tumegawanyika kati ya kundi ambalo linaona uchaguzi huu ni maigizo, kwa sababu hakuna uamuzi wa wananchi utakaoheshimiwa. Lakini tume imekwepa kuliona jambo hilo kwa uzito wake. ACT Wazalendo ni kielelezo cha wazi cha dhulma ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mgombea wetu wa ACT Wazalendo wa urais ndugu Luhaga Johnson Mpina alizuiwa kuwa mgombea kwa sababu zisizokuwa na mantiki ya kisheria. Nyie mnafahamu ifika mahala ndugu Mpina kwa mara ya kwanza kwenye historia amekataliwa hata kupokelewa fomu yake. Maana tunakwenda kwenye uchaguzi, watu wamegawanyika. Watu wanaona uchaguzi huu ni maigizo tu. Tayari watu wanajua nani ni viongozi wao. Sasa watu wanashiriki uchaguzi. Mnakwenda kwenye uchaguzi, at a start mnamzuia mgombea asirudishe hata fomu. Haya ni mambo yaliyokuwa yanatia hasira, yanayofanya wananchi waone kwamba haki yao inapotea, na ilikuwa rahisi baada ya hapo kuingia kwenye maandamano na kuonesha hisia zao. Lakini tume haikuzingatia hayo mambo kama ni sehemu ya masuala muhimu.